Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, karibu katika huduma ya Tumaini Service. Every soul is saved. Kama kawaida, Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu ametupa neno la shauri, neno la kutembea nalo, na neno lake linasema kwamba tuwe tayari kuisubiri ahadi ya Mungu kwa gharama kubwa. Tuwe tayari kuisubiri ahadi ya Mungu kwa gharama kubwa. Kwa tafsiri nyingine, maana yake kwamba tuwe tayari kulipa gharama wakati tunasubiri ahadi ya Mungu itimie. Kwa hiyo tukiangalia kwenye hilo eneo, tuna maeneo matatu ambayo lazima tuwe tayari kuyalipia gharama ili ahadi ya Mungu itimie. Eneo la kwanza, muda. Tuwe tayari kulipa gharama ya muda, na Mungu anasema komboeni wakati, maana zamani hizi ni za uovu. Eneo la pili, maombi. Tuwe tayari kujitoa katika maombi. Mungu anasema ombeni nanyi mtapewa. Eneo la tatu, Mungu anasema imani. Chanzo cha imani ni kusikia. Kwa lazima tuwe wasikivu sana wakati ambao tunasubiri ahadi ya Mungu itimie. Kwa tukiyabeba haya maeneo matatu kwenye kulipa gharama, tukitazama kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, Mungu anasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kumwomba Mungu siku zote, manake kuna swala la kulipa gharama ya muda siku zote, manake kuna swala la muendelezo kwenye muda. Kwa hiyo manake kwamba unataka kuona ahadi ya Mungu inatimia kwenye maisha yako, uwe tayari kwenye swala la muda, kulipa gharama ya muda. Kuna muda uliupoteza ukiwa mjui Mungu, humtaki Mungu, unamkataa Mungu. Leo hii umemjua Mungu, unamtaka Mungu, manake uwe tayari kulipa gharama ya muda kwa huyo Mungu, kujitoa sana kwenye shughuli za Mungu, kujitoa sana kwenye majira ya Mungu, katika ule muda ambao Mungu atakuwa amekupa. Kwa hiyo haijalishi unaingia kwenye nyumba ipi ya ibada, lakini vumilia muda ulioko pale. Si unamtaka Mungu, si unataka kuona Mungu anakutimiza ahadi yako, vumilia muda ulioko pale. Ni mfungo umetangazwa wa siku 21, maliza mfungo wa siku 21. Ni mfungo wa siku 40, maliza mfungo wa siku 40. Ule muda utimie. Ni Mungu anataka ujitoe kwenye huduma fulani kwa miaka mitatu, maliza ile miaka mitatu, ndio utaona ahadi ya Mungu inatimia. Lakini kwenye swala la kuomba, Mungu anasema hapo hapo kwenye huo mstari wa Luka 18, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Imewapasa kumwomba. Lakini ukiangalia Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 17, ombeni bila kukoma. Kwa maana yake kwamba likifika swala la kuombea ahadi hiyo, usiwe mzito, usiwe na kiburi, usiwe na uvivu. Sukuma maombi, sukuma maombi, sukuma maombi, sukuma maombi, ili lile jambo, ahadi ile itimie. Hujafanya hivyo, uwe na uhakika Mungu anasema natazama neno langu lipate kulitimiza. Kwa anatazama alichokusemesha kwa habari ya kukiombea ili atimize ile ahadi. Sasa tunao watu wengi sana, likifika swala la kuomba wanajisikilizia sana, wengine wanakejeli kabisa, wengine wanakataa kabisa, lakini ndani yao wanataka kuona kwamba zile ahadi za Mungu zinatimia kwenye maisha yao. Hakuna kitu kama hicho. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu ni Mungu wa sheria. Mungu ni Mungu wa kanuni. Kwa Mungu anatazama neno lake, hakutazami wewe. Na tukiengea kwenye eneo la tatu ambalo ni imani, Mungu anasema kitu hicho hicho. Tukiangalia imani kwenye kile kitabu cha Waebrania, ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 11 ule mstari wa kwanza, Mungu anasema pale, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unataka kuona
ahadi ya Mungu inatimia kwako, maana yake lazima uanze kuona kwenye ulimwengu usioonekana, uanze kuona ile ahadi imetimia kabla hujaiona, lakini uwe na uhakika lazima itatimia. Lakini kuna watu wanaomba, wana wasiwasi, na Mungu anasema mtu wangu ataishi kwa imani. Maana yake mtu wangu ataishi kwa uhakika, mtu wangu ataishi kwa kuziona bayana zisizoonekana. Lakini akisitasita, akiwa na wasiwasi, roho yangu haina furaha naye. Mungu ni roho, kwa hatoruhusu upokee. Kwa maana yake unataka kuona ahadi inatimia, maana yake kwa swala la imani, zingatia eneo la uhakika, zingatia eneo la kuona pasipo kuona kwa jinsi ya mwili. Rohoni huo umeshaona, rohoni huo umeshapokea. Ndio maana Yesu anasema kwamba lolote mtakaloliomba kwa imani mmeshalipokea. Sasa watu wangapi wanakuwa na imani ya namna hiyo? Kwa sababu mbele za Mungu ni kwamba lazima tuamini kwamba Mungu anaweza kutufanikisha, anaweza kutimiza ahadi, lakini kwa sisi kusimama kwenye maeneo hayo matatu: tulipe gharama ya muda, tulipe gharama ya maombi, tulipe gharama ya imani. Ndio maana Habakuki sasa yeye akaambiwa na Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Habakuki, ukiangalia ile sura ya 2 kwenye Habakuki, ule mstari Mungu anazungumza wa 2, wa 3 na wa 4. Mstari wa 2 Mungu anasema, Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Kwa muda unazingatiwa, upo muda ulioamriwa kutimiza hiyo ahadi. Kwa wewe lazima ulipe gharama ya kukaa na kusubiri kwenye huo muda. Alafu anasema inafanya haraka sana kufikia mwisho wake, maanake lazima itimie, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje, kwa maana haina budi kuja, haitakawia. Kwa maanake muda bado unakudai, lakini ile iandike, maanake kwamba ukumbuke baada ya muda unapaswa kuiombea. Sasa watu wengi kwenye hili eneo wanakwepa kulipa gharama. Sasa sijaongelea gharama kwa maana kwamba utoe sadaka. Wewe mwenyewe ni sadaka mbele za Mungu. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1, Mungu anasema pale, basi itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Maanake wewe mwenyewe ni sadaka mbele za Mungu. Kwa sio lazima uwe na fedha, sio lazima uwe na chakula, sio lazima una kitu fulani, no. Wewe mwenyewe ni sadaka mbele za Mungu. Kwa kuna wakati Mungu anakudai wewe kama wewe. Ndio maana anasema ule mstari wa 4, tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwa mwenye haki ataishi kwa imani yake. Jambo la 3. Kwa yote iwavyo mbele za Mungu tunadaiwa kulipa gharama kama tunataka tuone zile ahadi, yale maagano ambayo Mungu alituambia yanatimia. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.